Ndugu waandishi wa habari, mashehe wa kata mliofika katika ofisi hii, kwa idhini ya shehe wetu wa mkoa wa Pwani Shehe Hamisi Abbas Mtupa na baraza lake la mashehe mkoa wa Pwani, kwa makusudi kabisa tumewapa heshima hii kufika katika ofisi hii, niwatangazie jambo moja ambalo na nyinyi mnabidi mlifikishe huko chini. Jambo lingine lipo kama ifuatavyo. Ikumbukwe kila mwaka mfungo 10 ni siku ya Miraji, ambapo Waislamu wote tunakumbushana juu ya maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si mingine ni kisa cha Miraji. Na kisa hiki cha Miraji nadhani katika Uislamu mzima ambao tunautumikia katika ulimwengu huu ndio umebeba kisa kizima cha Miraji, safari ya mtume Muhammad kutoka Maka mpaka mbinguni kurudi, yani season nzima pale ambayo inazungumzia kisa cha Miraji, na ndio Uislamu wenyewe. Miujiza yote ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipo ndani ya kisa cha Miraji. Kwa hiyo ni swala kubwa sana ambalo pamoja na kwamba tumeliweka pembeni kidogo kulihamasisha zaidi, lakini kutokana na mapenzi ya shehe wetu wa mkoa wa Pwani na baraza lake, akaona ni vyema sasa swala hili tuliinue zaidi ili liweze kuzungumziwa kila kona, Waislamu wajue kwamba maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kisa hiki cha Miraji, miujiza tutapata mule iliyofanyika. Sasa mashehe wetu wa kata, ndugu waandishi wa habari, siku ya tarehe 16 mwezi huu wa kwanza, ambapo itakuwa siku ya Ijumaa, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8 kutakuwa na uzinduzi mkubwa wa msikiti wetu wa Masjidi Mbwate uliopo kwa Kibaha kwa Matias, na uzinduzi huo utaendana na harambee kubwa ya ujenzi wa nyumba ya imamu na nyumba ya mwalimu, lakini pia ndani yake imebeba sasa simulizi ya kisa kizima cha Miraji. Kutakuwa na mashehe mbalimbali watakokuja pale, kutakuwa na waadhiri mbalimbali ambao watakuja sasa kukisimulia kwa undani na kwa upana wake kisa hiki cha Miraji, ambao Waislamu watapata fursa ya kujua kwa undani nini kisa cha Miraji, nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miujiza aliyoifanya na aliyoipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wengi wanajua kwamba Muhammad hana miujiza aliyoifanya zaidi ya mtume Isa ibn Maryam, zaidi ya mitume mingine, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna miujiza mikubwa ameifanya, kutoka usiku mmoja kusafiri kutoka msikiti wa Maka mpaka kwenda mbinguni kwa usiku mmoja, yani kuzidi hata nzi ukimwambia kusafiri kutoka sehemu moja ama nyingine ya nusu kilomita hawezi, lakini mtume Muhammad kaweza kusafiri kwa usiku huo. Kwa kweli ni miujiza mikubwa sana kwa mtume Muhammad, na sio hiyo tu, ipo mingi ambao sasa ili Waislamu wafaidi zaidi, ili kuipata simulizi hii ya kisa cha Miraji, wafike siku hiyo ya tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026 pale Masjidi Bakwata Mbwate kwa ajili ya kupata kisa hiki cha Miraji. Lakini pia tutafanya uzinduzi wa msikiti wetu wa Bakwata, lakini pia itasanjari na harambee kubwa ya ujenzi wa imamu wa msikiti huo. Sasa waheshimiwa viongozi wetu wa kata, hayo ndiyo tuliwaitia hapa kwa idhini ya shehe wetu wa mkoa na baraza la mashehe mkoa wa Pwani, lakini pia kupitia maazimio ya kikao tulichokaa tarehe 4 mwezi huu wa kwanza, ambapo maazimio ni kuwaita viongozi wetu wa kata kutoka kata za wilaya ya Kibaha ili kwa ajili ya kufanya hamasa juu ya hafla yetu ya harambee, lakini uzinduzi wa msikiti, lakini pia na simulizi ya kisa cha Miraji. Karibuni sana na niwapongeze sana kwa kufika. Baada ya kusema hayo, naona ndugu mwandishi wa habari, ni kurudishie maiki kama kutokuwa na maswali ama na lolote lile, basi nalikaribisha ili tuweze kujazia mazungumzo yetu. Asante sana, nashukuru. Asante. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa ba'd. Mheshimiwa Katibu, kwanza wale wote tumefurahi na tumeshukuru, na bila shaka wote ambao wanafuatilia Rajika TV online watafurahi na watafaidika. Moja, kwanza tumefurahi kusikia kwamba kumeandaliwa tukio kubwa sana la kihistoria ambalo linatarajia kuweza kufanyika tarehe 16, ambapo bila shaka kwamba litakuwa linakusanya watu wengi sana, hususan Waislamu katika maeneo ya Kibaha mjini na katika kata zetu. Na kama walivyoweza kuwasilisha kwamba walioko hapa ni mashehe ambao wamo ndani ya
kata hii katika wilaya hii ya Kibaha mjini, ingawaje sio wote, lakini labda niweze kuuliza tukio hilo labda litarajiwa kuanza saa ngapi? Na katika matukio hayo matatu ambayo mmezungumzia, maana yake mmezungumzia kutoka kuna tukio la uzinduzi wa msikiti wa Ijumaa, lakini pia umeeleza kwamba kutakuwa kuna uzinduzi, kutakuwa kuna harambee ya kuweza kuchangia madrasa pamoja na jengo la mwalimu wa madrasa. Lakini sambamba na hivyo pia umeeleza kwamba kutakuwa kuna kisomo au qisatu miraj ambacho watu wengi sana mara nyingi imezoeleka kwamba huwa kisa hicho kinasomeshwa au kinaelezewa katika nyakati kama hizi. Bila shaka mtazamaji angependa sana kuweza kufahamu kwamba shughuli itaanza muda gani na ni tukio gani ambalo litakaloweza kuanza, lakini pia maeneo, yani location, kwamba ni maeneo gani? Maana tumesikia kwamba ni Mbwati, lakini Mbwati iko wapi kwa watu ambao aidha wanaotoka maeneo ya kwa Matiasi, wataenda mpaka wapi? Kuna watu labda wakati mwingine wanatokea maeneo ya sehemu mbalimbali. Kwa hivyo tutaraji kuweza kufahamishwa hilo jambo ili mtazamaji aweze kufahamu ni kitu gani na itakuwa vipi. Shukran sana. Naam, nashukuru, asante sana ndugu mtangazaji kwa kuuliza maswali hayo, kutaka kujua na wengine wajue sasa kwa upana zaidi juu ya shughuli hiyo. Kama nilivyosema kwamba kutakuwa na uzinduzi, kwanza tutaanza na tukio la uzinduzi wa msikiti wetu wa Ijumaa pale Masjid Mbwate, lakini pia kwenye palipokuwa na shughuli kila mtu atafahamu tu. Ukitoka Dar es Salaam, ukitoka Mlandizi, basi unakuja moja kwa moja unateremka kwa Matias, Kibaha kwa Matias. Pale Kibaha kwa Matias utachukua pikipiki ambayo utamwambia dereva bodaboda kwamba anahitaji kwenda kwenye shughuli ama anahitaji kwenda msikiti Masjid Mbwate, basi yeye atakupeleka moja kwa moja. Bodaboda wote walikuwa pale kwa Matias stendi wanafahamu sehemu ya tukio lilipo ama sehemu ya msikiti ulipo. Kwa hiyo sio sehemu ya kupotea wala kuadaika kwamba nielekee wapi ama nielekee vipi. Moja kwa moja fika pale, kutana na bodaboda, atakupeleka kwenye tukio. Kwa hiyo wala sio pa kupotea sana, lakini pia niongezee tu kwa kusema na wakaribisha wadau wote wanaompenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Waislamu wote, lakini wengine wote hata wasiokuwa na Waislamu ila wanampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tunaomba muhudhurie katika shughuli hiyo, na kubwa zaidi tunataka ile sadaka zenu katika harambee hiyo ili tuweze kufanya ujenzi wa nyumba hiyo ya imamu. Hakuna sehemu nyingine tukakimbilia sisi kwenda kuomba msaada ama kutaka kuchangiwa harambee, ni kwa nyinyi Waislamu ambao muweze sasa kutuongezea nguvu kwa maana ya mkoa ili tuweze kujenga nyumba hiyo ya mwalimu. Sasa wadau wote ambao wengine ambao ili sasa kuweza kufikia hilo, mnaweza mkuwasiliana moja kwa moja na shehe wetu wa mkoa wa Pwani kupa maelekezo, lakini kutoa ahadi zenu mule, na siku hiyo ya tukio basi shehe wa mkoa moja kwa moja ataanza kuwasoma wale ambao wameahidi, ili Waislamu wote watambue sasa michango yote ambayo itakayoahidiwa siku ya harambee hiyo. Asante sana ndugu mtangazaji. Shukrani sana katibu wa baraza la mashehe mkoa wa Pwani, tunashukuru sana kwa ufafanuzi huo. Lakini kama uweze kutambulisha kwamba hawa ni mashehe wa kata kutoka sehemu mbalimbali, bila shaka watazamaji wa Rajika Online TV walitamani kuweza kusikia kwamba mashehe nao wanazungumza nini. Mashallah, mashehe ni watu ambao Allah tabaraka wa taala ameweza kuwapa dhamana kubwa, lakini pia ni wapenzi wa Allah tabaraka wa taala na wapenzi wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka inapozungumziwa Isra wal Miraj, bila shaka mambo haya mashehe yanahusu. Sasa labda tuweze kumsikiza shekhe mmoja mmoja aweze kujitambulisha, ni shekhe wa kutoka wapi, ipo katika maeneo gani, na yeye analizungumzaje swala hili, ili mahala alipo Rajika, mahala popote nafika, kwamba waumini wake na sehemu aliyokuwa, kwamba waweze kufahamu kwamba sasa shekhe wao anasemaje juu ya swala hili au juu ya tukio hili la tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026. Naam shekhe, karibu sana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا تنفك أفعاله وأقواله أما صالح وكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد wale wote kwanza namshukuru Allah tabaraka wa taala wa kuipata nafasi hii, lakini sanjari na kumshukuru shekhe wetu wa mkoa kwa kuliandaa jambo hili
kubwa adhimu, ambao jambo hili halijawahi kupatikanwa katika mkoa huu, na ikiwezekana pia mikoa mingine bado halijawahi kuwa jambo hili. Hapa nimemsikia katibu akizungumzia kuhusiana na jambo hili, lakini hususan ni jambo kubwa sana ambalo linahitajika kumpa maua ya waridi shekhe wetu wa mkoa kwa kulifanya jambo hili. Kuna jambo la ufumbuzi wa msikiti wa Mbwate, lakini sanjari na ufunguzi wa msikiti kuna ujenzi wa nyumba ya mwalimu. Hivi vyote ni vitu muhimu sana, kwa sababu msikiti unahitaji kusimamiwe na lazima upate supervisor wa kusimamia jambo lile. Sasa akiwepo karibu inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu vipindi vile vitakuwa vinasimamiwa kwa weledi zaidi. Lakini jambo hili ni jambo la kiuchamungu sana, ambalo Sheikh mkoa amelioperate kwamba kulifanya kwamba ni jambo la kufanya changiaji kwa kufanya harambee katika siku hiyo ya tarehe 16 mwezi wa kwanza kama sikosei, ambao watu watahitajika kufanya harambee, watu watoke kwa wingi. Ndugu zangu wa Kiluvya, waumini wenzangu, waalimu wangu, waalimu wenzangu, mimi kama kiongozi wao wa Kiluvya pamoja na mitaa mingine, nawahamasisha na waomba wajitokeze siku ile tarehe 16 kuwepo hapa kwa Matias Mbwate kuja kufanya jambo hili la kiharambee. Lakini jambo hili la kiharambee litakuwa sambamba pamoja na swala la kisati al-Miraj. Kisa hichi cha Miraji ni kisa muhimu sana sana. Kuna harambee. Harambee ni kujitolea, ni jambo la muhimu sana. Kujitolea katika kuchangia mambo mbalimbali ambayo yanahusu uchangiaji. Kuchangia ni kujitolea, kwa sababu kujitolea ni sehemu ya mwisho kabisa ya mwanadamu ambayo ataidai yeye katika kujitolea. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Manake mwanadamu atadai kwamba bora Mwenyezi Mungu wakati roho inatoka hatodai swala, hatodai nini, lakini atadai kwamba yeye atoe nini? Atoe sadaka. Kwa ndugu zangu, nawahamasisha na nawaomba sana kuhudhuria katika jambo hili adhimu, jambo hili tukufu, jambo la kiucha Mungu, kuungana na shekhe kupambana katika kusimamisha jambo hili. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu, tumshukuru sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kumpa hongera na bwana shekhe wetu, shekhe wa mkoa wa Pwani, Shekhe Hamisi Abasi Mtupa katika kuandaa na kuoperate jambo hili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana shekhe aliweza mmoja hujajitambulisha. Sheikh Badru. Sheikh Badru kutoka wapi? Badru, mimi naitwa Badru Ramadhani Mwaita kutoka ni shekhe wa kata ya Kiluvya. Naitwa Badru Ramadhani Mwaita kutoka kata ya Kiluvya inshallah. Shukrani sana. Baada ya kumsikiza Sheikh Badru Mwaita kutoka kata ya Kiluvya inshallah, basi tunao mashekhe hapo pia tuweze kumsikiza shekhe moja moja inshallah, japo dakika 2-3 ili tuweze kuendelea na mambo mengine inshallah. Karibu sana. Endelea. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Hassan Kasim Pembe, kaimu shekhe wa kata ya Msangani. Kwanza kabisa tunampongeza kwa dhati kabisa shekhe wetu wa mkoa kwa namna anavyoratibu, anavyofuatilia na anavyofanya kazi yake na kuipa haki kazi yake kama shekhe wa mkoa. Sisi ikiwa kama ni wasaidizi wake huku chini tunampongeza na tunamfuatilia na tunafanya jitihada za kuhakikisha kwamba juhudi zake anazozifanya zinakuwa chanya. Ili jambo kuna mambo mawili ambayo ni muhimu kama shekhe wa mkoa kuyafuatilia na sisi kama wasaidizi wake kuweza kuyafanya na kuhakikisha kwamba yanafanya. Jambo la kwanza, wadau ambao wanajitokeza kutoa wakfu
Shekhe anasimamia vizuri haya mambo, na ndiye nifikia shekhe mdau kajitokeza, amejenga msikiti, ametoa eneo, amejenga msikiti, ametoa eneo kubwa tu kama tunavyoona katika habari. Shekhe anasema shekhe anafanyia kazi hivi jambo, kila linalotolewa katika mkoa wake wakfu anaushughulikia kwa vile ambavyo inavyotakikana. Kwa hivyo na mimi kama shekhe wa kata ya Msangani tunaiga utaratibu wake kuhakikisha kwamba zile sehemu zote zinazotolewa wakfu kuzishughulikia na kuzisimamia kwa manufaa ya Waislamu husika wa lile eneo na maeneo mengine kwa ujumla. Hivyo basi ni kuwapa moyo wale ambao jitihada hizi tunataka tuzifanye za kuwapa moyo wale ambao wanaotoa kwa ajili wakfu kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu, lakini vile vile shekhe kama shekhe anafuatilia na kuhakikisha kwamba yaliyotolewa yanaendelea yanafanyika kwa ajili ya jambo lililohusikana kutolewa. Kwa mfano kama msikiti, kuhakikisha kwamba msikiti ule unalindwa na unaswaliwa. Mimi kama shekhe wa kata ya Msangani ni jirani wa karibu sana na kata hii ambayo msikiti uliopo ni jirani, lakini vile nachukua nafasi hii ya kumwakilisha shekhe wa kata ya Mkuza ambaye amepata dharura katika baraza hili au katika taifa hili hayupo, nitoe tangazo na kuhamasisha kwamba wale wote ambao katika mkoa huu, katika wilaya yetu hii ya Kibaha, wanaopata taarifa hizi kuhusiana na shughuli hii ambayo itakufanyika siku ya tarehe 16, basi tujitokeze kwa wingi, kwa sababu ndani yake kuna vitu vya kielimu tutakuwa tumevipata, lakini vile vile tutakuwa tumeshiriki katika harambee, na tujipange kwa ajili ya kuchangia jambo ambalo linahitajika kuchangiwe, ujenzi wa nyumba ya mwalimu mahala pale. Kwa hivyo tujipange sisi tunaozunguka kata hii ya Mkuza, lakini na wenyeji wa kata ya Mkuza tujipange kwa siku hiyo, ili tumpe moyo zaidi shekhe wetu wa mkoa kwa mambo mengi anayofanya pamoja na hili. Lakini vile vile tutakuwa tumepata darasa kubwa la elimu ya kuhusiana na kisa cha Miraj na Isra. Kwa hivyo hili jambo ni adhimu sana. Nichukue fursa hii kuwaomba wale wote ambao wanatutazama katika Rajika Online TV, tuliunge mkono jambo hili ambalo linaleta tija katika Uislamu wetu, kuhamasishana na kupata elimu. Ikiwa tuna shekhe wetu, Shekhe Mtupa, shekhe wa mkoa, anafanya jitihada kubwa sana za kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea katika masuala haya ya dini. Kwa hivyo sisi kama mashekhe wa kata, sisi ndio wenyeji, sisi ndio wasaidizi wakuu wa shekhe, tunahakikisha kwamba hili jambo litafana, watu watajitokeza kwa wingi. Mimi katika kata yangu na misikiti inayoswaliwa Ijumaa takriban 6, nayo tayari nishaitolea taarifa, maimamu wameshatoa taarifa kuanzia Ijumaa ile iliyopita mpaka Ijumaa hii na kuendelea. Kwa hivyo kila anayepata taarifa hizi amfahamishe mwingine, ili jambo hili liweze kufana siku hiyo, ili kufikia lengo lile ambalo limetia. Kwa hivyo inshallah, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hassan Mbembe kutoka kata ya Msangani, shukrani sana. Allah tabaraka wa taala inshallah kuhifadhi, kama nilivyozungumza kwamba tayari msikiti hapo 6 umeshawafahamisha na tunataraji tutakuwa nao inshallah, na hivyo ndivyo inapatikana kwamba kiongozi wajua kutoa amri, kutoa maelekezo, lazima wa chini aweze kufuata ndio Uislamu unataka. Moja kwa moja tuweze kumsikiliza ndugu yetu Sheikh hapo kujitambulisha ni nani na natoka wapi na ni Sheikh wa kata gani inshallah. Karibu sana Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwanza kabisa namshukuru Allah kwa rahma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru
Rajika TV na wafuasi wake. Tunashukuru Sheikh kutukumbuka nasi pia ni katika wenye kuhamasisha, na uzuri ndio tunampenda hivyo baba yetu kwamba huwa hatuachi, bali sisi huwa tunateatea ni watoto tusamehe kwa hivyo. Pia nashukuru katibu kutukaribisha katika jambo hili, na ameaminiwa na Sheikh nasi tumfanye kuwa ni Sheikh wa mkoa mbele yetu kwa jambo hili, na tusimamie vizuri. Mimi sina la kusema sana kwa sababu alotuita ni mzazi, hakuna budi ya kutii, ila kwamba anasema Allah tabaraka wa taala, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa wa annahum bunyanun marsus. Sheikh wetu mkuu Sheikh Hamisi Abbas wa Mtupa huwa anapenda tuwe naye pamoja, japo sisi hatuna lengo hiyo, ila huwa anapenda kutukokota tuwe kama yeye, na tunaomba Allah sisi pia atuweke hivyo inshallah kama alivyo Sheikh wetu mkoa. Kwa hiyo jambo hili ametuita sisi, hatuna haja tena ya kuleta discussion, hatuna haja ya kujali. Sisi tutasema kwamba siku hiyo tutakuja kufaidika, ima kwa ufunguzi, ima kwa Isra wal Miraj, yote kwa yote mimi na imani kwa wanaoitazama Rajika Online TV wawe ni wamealikwa, wasubiri tena kupata simu ya kufuatilia. Na kushukuru sana kwanza katibu wa Sheikh wa baraza la mkoa kufuata, ni pia na kushukuru mkurugenzi wa TV wa Rajika Online TV pia na mfuasi wake kama mhamasishaji. Sina mengi ambayo naweza nikayasema kwa sababu niko chini ya mamlaka. Tumtii Sheikh wetu kwa hali hivyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Haruna Ramadhani Simba, Sheikh wa kata ya Tangini Boyombo Mjini. Kwa atakayesikia taarifa hii awe ni kualikwa na mwenyeji inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama katibu wa baraza la mashekhe mkoa wa Pwani, kwa niaba wa shekhe wa mkoa, nasi timu nzima ya Rajika Online TV siku ya tarehe 16 tutatia timu asubuhi mapema sana. Timu nzima ya Rajika Online TV wote kabisa tutatia timu mapema sana kuweza kuwa sambamba na kuweza kurushia matangazo ya moja kwa moja mbashara, ili kila mmoja aweze kuona tukio moja hadi lingine. Nami pia natoa shukrani sana, na kabla sijaweza kufunga kipindi niweze kumkabidhi katibu sasa, ambaye ndio mwenyeji wetu, aweze kutoa neno la mwisho ili tuweze kuendelea na mambo mengine. Baada kusema haya, wallahu wali tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nashukuru sana mkurugenzi wa online Rajika TV, na naamini Rajika Online TV inaonekana sehemu zote katika nchi yetu ya Dar es Salaam hapa, ama nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu wa Pwani na Dar es Salaam ambao wenye watu wengi sana. Sasa nadhani habari hii tuwafikia wengi sana kupitia hiyo online Rajika TV. Sasa kabla sijafunga niseme nitoe account number ya uchangiaji katika hiyo harambee. Hapo tuna NMB Bank ambao ni 2120046882. Jina Bakwata Collection Account. Na utakapochangia kule basi utampigia moja kwa moja mhasibu msaidizi, huyu si mwingine ni CPA Alhaji Juma Bajuwala kwa namba ya simu 0715 00052. Narudia, tunaomba popote ulipo uchangie mchango wako kupitia NMB Bank namba 2120046882. Jina litakuja Bakwata Collection Account. Na utakapochangia moja kwa moja wasiliana na mhasibu wetu msaidizi, si mwingine ni CPA Alhaji Juma Bajuwala kwa namba ya simu 0715000052. Basi moja kwa moja utatusaidia sana katika kutuchangia hilo. Lakini pia mwisho kabisa ni waombe na sisitiza kwamba mheshimiwa shehe wetu wa mkoa na baraza lake la mashehe mkoa wa Pwani huwa wanapenda sana kufanya ushirikishwaji kwa viongozi wake ama wasaidizi wake kupitia ngazi ya wilaya, kata mpaka misikitini chini huko. Kwa jambo lote linalofanyika basi yeye anafanya ushirikishaji, kuwashirikisha. Miongoni mwao ni hili hapa. Kwa hiyo shehe msimwangushe,
anawategemea sana viongozi wa kata kushirikiana naye pamoja. Shehe wa mkoa huyu yupo kama kwenye English kule tulisoma kitu kinachoitwa subordinating conjunction. Hizi conjunction mara nyingi huwa zisimami peke yake. Ukisema both basi lazima uendelee na and mbele. Kwa hiyo na hivyo vile hawezi kusimama peke yake. Lazima kuwa na kitu ambacho mbele yake aweze kufanya nini? Kukitegemea. Ambao sasa yeye ndio maana anasimama kama subordinating conjunction, kwamba anasimama na watu mbele yake ili waweze kufanya nini? Kulipeleka gurudumu hili la BAKWATA mkoa wa Pwani. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana viongozi wetu wa kata. Niwashukuru sana ndugu zetu waandishi wa habari hapa, wanahabari, mkurugenzi wetu wa online TV. Lakini niwashukuru sana kwa kuja kwenye ofisi ya shehe wa mkoa wa Pwani na baraza lake la mashehe mkoa wa Pwani kututembelea, lakini kuleta ujumbe huu adhimu kabisa ili kuweza kuleta hamasa ya watu wafike siku ya Ijumaa tarehe 16 2026 ya mwezi wa kwanza katika tukio zima la uzinduzi wa Masjidi Mbwate, harambee ya ujenzi wa Mwalimu, lakini pia kubwa zaidi Waislamu watakuja kujifunza na kupata simulizi kubwa ya kisa cha Miraji. Kwa kusema hayo niseme wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Asanteni sana kwa kutufikia, lakini kutusikiliza, lakini pia kuyapokea. Asante sana.